Bwana unibadilishe. Evangeli lekukola mu Warumi 14:8. Ili kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi ama tukifa tu mali ya Bwana. Kwa hivyo sisi tulio hai tumeishi si kwa sababu hatujachagua kuishi. Tunaishi ni kwa sababu ya neema na kibali cha nani? Cha Mungu. Na yule amelala hakukusudia kulala. Amelala pia ni kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo tunapoomboleza mama, tujue ya kwamba hakuamua kukufa. Ni Mungu aliyeamua. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nosomo Ecclesiastes 8:8 kubole liko, ni nani aliye na uwezo azuie roho isitoke? Kuka. Tunaomba ya kwamba mahali hapa ndio mwili mama anaenda kukaa hapa kwa ajili ya kuutazama. Kwa hiyo naomba hii viti, wapendwa, hii viti pea nafasi kidogo baada ya kutazama. Yesu.
kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba wote walalao katika Kristo hawajapotea, maana siku ya ufufuo watafufuka pamoja na kuwa pamoja na Kristo, na maandiko inasema ya kwamba watatutangulia sisi tulio hai, nasi tutawafuata. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba Mama Virginia hajapotea. Ni mapenzi na makusudio ya Mungu ya kwamba akatuondokee, maana yeye ameandaliwa mahala pake. Kwa hivyo tunapoomboleza kama Wakristo, shauri la Biblia imesema ya kwamba na tusiomboleze kama tusiojua Kristo. Tuna hakika ya kwamba mama alitenda yaliyo mema, na siku ya ufufuo atafufuliwa na kuwekwa mahala pema. Kwa hivyo ndugu na dada, katika maombolezi kuna mambo mengi, lakini ni vizuri tujizuie katika matamshi ambayo hayataleta amani na utulivu. Huyu mama amekuwa mtulivu katika kanisa, amekuwa mama ambaye alikuwa amelishika kanisa. Kwa hivyo tunapoomboleza kuondoka kwake, tujitie bidii ya kwamba lolote litakalotoka kinywani mwetu liwe la manufaa kwa wale watakaotusikia. Wacha tuamini na tuombe. Mama Virginia, wewe bado ni Yehova, maana unaufahamu mwema ni kwa nini ulimchukua wakati huu, na maandiko yakasema ya kwamba mawazo yetu kama wanadamu hayafanani na mawazo yako, Mungu Baba. Tunaomba jioni ya leo ya kwamba mapenzi yako yakaweze kutimilika katika mashishi ya mama huyu. Kwa hivyo naomba amani, naomba utulivu katika mji huu. Wote watakaofika katika mji huu kwa ajili ya faraja, tunawaweka chini ya miguu yako Baba. Wacha uwepo wako ukatawale mji huu, wacha amani na utulivu vikatawale mji huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tunasema ni asante. Wote waliofiwa Baba, tunaomba ya kwamba ukawatie nguvu, maana hii ndiyo njia ya kila mmoja uliyekusudia, na huyu ametutangulia Baba. Tunasema ni asante. Uinuliwe na upewe sifa, maana wewe haupungukiwi katika kutenda mema. Ni kwa Yesu Kristo tunaomba. Tunaweza kusonga.
Bisa comprender